Naitwa Felius Festo Kinemi, ni katibu mwenezi wa Baraza la Vijana Chadema Taifa. Tulipata fulani kidogo jana wakati kesi ya mwenyekiti ikiendelea, baada ya kutoka mapumziko ya muda mfupi tuweze kuendelea na shahidi wa pili wasili kwa siku ya jana. Ikatokea tafulani kutokana na hali ya mwenyekiti kuelezea hali yake kwamba hajapewa chakula na alisisitiza aletewa hata chips kavu, lakini bado haikufanyiwa vile. Na mwanadamu yoyote mwenye binadamu ndani yake lazima jambo hilo limuume, kwa sababu chakula ni mahitaji ya binadamu, moja wapo kati ya mahitaji muhimu ya binadamu. Basi kutokana na hilo jambo tukaona watu wengi ambao waliweza kuguswa na jambo hilo, wenye ubinadamu ndani yao, tofauti na wale wanaomfanyia hayo mwenyekiti, wengine wakitoa vilio, na jambo hilo likasababisha mwanachama wetu mmoja, anaitwa Mama Ponyile, ni mwanachama ametoka Mbeya kuja hapa kufuatilia kesi ya mwenyekiti wetu. Amekuja specifically kutoka Mbeya kuja hapa kufuatilia kesi ya mwenyekiti wetu. Alipata changamoto ya kiafya kutokana na mshtuko, akawa amezimia. Tukafanya jitihada za kumpeleka hospitali pamoja na wanachama wengine, tukamkimbiza mpaka hospitali ya Mnazi Mmoja, akapatiwa huduma za dharura na za haraka. Madaktari walisema ni pressure ilipanda, ilikuwa juu sana, ndio ileta changamoto kweli. Kama masaa matatu akiwa anapatiwa huduma, mpaka saa 12 jioni aliweza kurejea katika hali yake, angalau kupata nafuu, akaruhusiwa kuweza kwenda nyumbani, huku akipewa na baadhi ya dawa za kumsaidia. Lakini pia tumeona upendo mkubwa wa Chadema, kwa sababu katika jambo hilo lilomkuta yule mama, Wanachadema baada ya kutoka hapa mahakamani walikuja moja kwa moja mpaka pale hospitali na kuunganika naye kusaidia kulipa bili za hospitali, kumsaidia mama apate hata huduma ndogo ndogo akiwa pale pale hospitali na baada ya kuondoka. Na bado pamoja na hayo yote ni hawajakata tamaa. Bado watu wengine wamekuja tena kuunganika na mwenyekiti wetu. Kukitokea jana kwa mama ilikuwa ni tatizo la ni pressure ilipanda kutokana na ni mzazi yule. Tunaweza kusema ni mama zetu amepata maumivu, akafikiria anayefanywa hivi ni mti mbichi, ungekuwa ni mti mkavu itakuwaje? Angekuwa ni mtoto wake anafanywa hayo, kunyimwa chakula, kupitia kwenye magumu, hayo mambo yote wanayafanya hadharani. Je, huko silini wanafanya mangapi? Kuna jambo ambalo lilimuumiza binafsi yeye mwenyewe na lilimuumiza kila mtu aliyekuwa mahali hapa. Nadhani mliona hali ya ukumbi ilivyokuwa. Ni sisi wanaume wengine tunajikaza tusioneshe hisia zetu kama unaweza kulia, lakini ni jambo ambalo linasikitisha sana. Hatujafikia kwenye binadamu wa kunyimana chakula sisi kama Watanzania. Hatujafikia hatua hiyo. Ndio kitu ambacho wanakifanya wao. Hadi kufikia hatua kufanya hivyo. Lakini kama wanaweza kufanya jambo hilo hadharani, hakiwa hapa mahakamani, huko silini wanapokuwa nayo magereza wanafanya mambo mangapi? Lakini bado jambo lingine ambalo tumeliona na tulizungumzia vizuri, majaji wanaagiza magereza washughulikie mwenyekiti apewe chakula, lakini bado magereza wakadharau amri ya majaji. Kwa tunafika tunaona hata tunaposema kila siku kwamba mahakama zetu haziwezi hata zenyewe kupigania uhuru wake na kujisimamia. Hilo jambo liko wazi. Kwa sababu waliagiza apewe chakula, lakini magereza bado wameweka mguu chini wakagoma. Ni jambo lipi ambalo mahakama kesho itaagiza kwenye kutetea haki ya Mtanzania na vyombo husika vitafanya?